Ni wakati mwingine tena, mtazamaji wa Zone Media, tunakutana hapa kuweza kujuzana yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Sasa unajua, tangu taarifa ya kusitishwa kwa vita kati ya Marekani pamoja na Iran na Israel ni kama vile imefungulia turbo katika mashambulizi yake pale nchini Lebanon. Yaani Israel tangu hapo jana wanafanya mashambulizi makubwa sana kuelekea Lebanoni, kwa sababu jana hata mchana yalifanyika mashambulizi makubwa sana, na ndio maana hata Iran jioni yake ikatishia kujiondoa moja kwa moja kwenye ceasefire kwa kusema kwamba Israel inakiuka ule utaratibu wa ceasefire ambao uliweza kukubaliwa baada ya Irani kusubmit au kupeleka masharti yake 10 kwa Marekani. Sasa hii leo Israel wametoa taarifa kwa kudai kwamba wameweza kumuua katibu binafsi wa kiongozi wa Hezbollah. Taarifa inaeleza kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametangaza kuwa nchi yake inaendelea na mashambulizi dhidi ya Hezbollah kwa nguvu, umakini na uthabiti mkubwa. Katika taarifa hiyo, Netanyahu amethibitisha kuuawa kwa Ali Yusufu Harshi ambaye alikuwa katibu binafsi wa kiongozi wa Hezbollah Naim Kasim, na pia mmoja wa watu wake wa karibu sana. Kwa mujibu wa jeshi la Israel IDF, mashambulizi hayo hayakuishia hapo pekee, kwani pia yalilenga maeneo muhimu ya kijeshi kusini mwa Lebanon. Maeneo yaliyoshambuliwa ni pamoja na njia za usafirishaji wa silaha, miundombinu ya makombora, vituo vya kurushia roketi, maghala ya silaha pamoja na makao makuu ya Hezbollah. Netanyahu ameongeza kuwa operesheni hizi zitaendelea hadi pale usalama utakaporejea kikamilifu kwa wakazi wa kaskazini mwa Israel ambao wameathiriwa na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka upande wa Lebanon. Hali hii inaashiria kuendelea kwa mvutano mkali kati ya Israel na Hezbollah, huku hofu ya kuongezeka kwa vita katika ukanda huo ikiendelea kuongezeka. Sasa hivyo ndivyo ambavyo taarifa inaeleza kwamba huyu aliyeuawa anaitwa Ali Yusuf Harshi ambaye alikuwa katibu binafsi wa kiongozi wa Hezbollah Naim Kasim. Naim Kasim yeye ni kiongozi mkuu wa kundi hili la wanamgambo pale nchini Lebanon, na ambaye ameuawa ni katibu wake binafsi, yani mtu ambaye anamsaidia kazi zake zote. Naim Kasim ndiye ambaye ameuawa, ambaye anafahamika kwa jina la Ali Yusufu Harshi hapo nchini Lebanon. Sasa mambo yanazidi kuwa makubwa siku hadi siku, na kiukweli hali halisi ambayo inatokea kwa hivi sasa si nzuri, kwa sababu inaashiria wazi kuvunjika kwa makubaliano ya ceasefire ambayo kwa kweli hata haina masaa 48 tangu imeweza kufikiwa hapo jana kati ya Marekani pamoja na Irani, huku Israel akijulishwa na Marekani na baadaye alikiri kwamba ni kweli amepokea mpango huo, lakini ameukataa kabisa kwamba ukihusisha na nchi ya Lebanon basi mpango huo kwake haufanyi kazi, kwamba Lebanon isihusishwe katika ceasefire hiyo. Basi mtazamaji wetu, endelea kuungana nasi wakati wote hapa kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.